Israel imeweka vikosi vyake vya usalama katika hali ya juu ya utayari kutokana na hofu kwamba Iran inaweza kurusha makombora ya masafa marefu kuelekea nchini humo ikiwa Marekani itaanzisha mashambulizi mapya dhidi ya Iran, hata kama jeshi la ulinzi la Israel halitashiriki moja kwa moja katika awamu ya kwanza ya operesheni hiyo. Taarifa hiyo imeripotiwa na kituo cha television cha Channel 12 ambacho kimesema taasisi za ulinzi wa Israel na usalama zinaendelea kufuatilia kwa karibu kila hatua ya mvutano unaoendelea, huku zikijiandaa kukabiliana na uwezekano wa mashambulizi ghafla kutoka Iran. Ripoti hiyo imeeleza kuwa viongozi wa usalama wa Israel wanaamini kuwa Iran inaweza kuamua kuishambulia Israel moja kwa moja kama sehemu ya kulipiza kisasi dhidi ya Marekani, kwa kuwa Tehran imekuwa ikiitazama Israel kama mshirika mkuu wa Washington katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa mtazamo huo, hata kama ndege au vikosi vya Israel havitahusika katika hatua za mwanzo za mashambulizi ya Marekani, Iran inaweza kuiona Israel kama sehemu ya upande unaoshiriki vita hiyo. Gazeti la Haaretz likinukuu taarifa za CBS pia limesema Israel ipo katika hali ya juu ya utayari, wakati kukiwa na matarajio kwamba Marekani inaweza kuanzisha mashambulizi mapya dhidi ya Iran. Hata hivyo, hadi sasa jeshi la ulinzi la Israel halijatoa tamko rasmi linalothibitisha kuongezwa kwa kiwango cha tahadhari, wala mamlaka ya ulinzi wa raia hajatangaza mabadiliko yoyote ya maelekezo kwa wananchi kuhusu kujikinga na mashambulizi ya makombora au ndege zisizo na rubani. Kutoka kwa tangazo rasmi kwa umma kunamaanisha kuwa maisha kila siku nchini Israel yanaendelea kama kawaida. Shughuli katika uwanja wa ndege wa kimataifa Ben Gurion zinaendelea bila usumbufu mkubwa, huku safari za ndege zikiendelea kuruka na kutua kama ilivyopangwa. Hakuna taarifa rasmi zilizotolewa kuhusu kufutwa kwa safari au kufungwa kwa uwanja huu kutokana na hofu ya mashambulizi. Hata hivyo, Channel 12 imeripoti kuwa katika siku za hivi karibuni kumekuwa na ongezeko la ndege za kijeshi za Marekani za kuongeza mafuta angani zilizowasili au kuelekea Israel. Ndege hizo hutumika kuongeza mafuta kwa ndege za kivita zikiwa angani ili ziweze kufanya operesheni za muda mrefu na katika maeneo ya mbali. Ripoti hiyo imeeleza kuwa ongezeko hilo limeanza kusababisha changamoto za upangaji wa nafasi na shughuli katika uwanja wa ndege wa Ben Gurion kutokana na wingi wa ndege za kijeshi zinazotumia miundombinu hiyo. Lakini pia wakati huo, chombo cha habari cha Iran kinachofanya kazi nje ya Iran kimenukuu shirika la habari la Fars likieleza kuwa Iran imeorodhesha miundombinu muhimu ya nishati katika Mashariki ya Kati ambayo inaweza kuwa mlengwa wa mashambulizi iwapo Marekani itaishambulia. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, miongoni mwa maeneo yaliyotajwa ni visima vikubwa vya gesi vya Leviathan pamoja na Tama vya Israel vilivyopo katika bahari ya Mediterania. Maeneo hayo ni miongoni mwa nguzo muhimu za sekta ya nishati kwa Israel na ana mchango mkubwa katika uzalishaji wa gesi asilia pamoja na usafirishaji wake kwenda masoko mbalimbali. Mbali na Israel, shirika la Fars pia limedai kuwa Iran inaweza kulenga maeneo ya mafuta, gesi na viwanda vya kusafisha mafuta katika Saudi Arabia, Falme za Kiarabu, Qatar, Kuwait na Bahrain. Nchi hizo zina mchango mkubwa katika uzalishaji wa mafuta duniani, hivyo shambulio lolote dhidi ya miundombinu yao linaweza kusababisha athari kubwa katika soko la nishati duniani, kupanda kwa bei za mafuta na kuathiri uchumi wa mataifa mengi. Kauli hizo zinaendana na msimamo ambao Iran imekuwa ikiutoa mara kwa mara kwamba mashambulizi yoyote dhidi yake hatabaki kuwa vita kati yake na Marekani pekee, bali yataenea katika maeneo mbalimbali ya Mashariki ya Kati. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.